Bwana Yesu asifiwe sana. Baba mchungaji, familia, kampuni ya Mati Super Brand ikiongozwa na Bwana David Mlokozi, waombolezaji wote tulioko hapa, bila kusahau viongozi mbalimbali wa serikali, kamati za ulinzi na usalama, viongozi wa chama na wananchi wote kwa ujumla wake tulioko hapa. Leo bunge linaendelea. Tumekuwepo bungeni, lakini kwa mchango mkubwa wa ndugu yetu Goodluck Silayo aliyetutangulia katika safari ambayo hakuna mwanadamu yoyote anaweza kuipanga. Hatukuwa na sababu ya kuendelea na bunge, bali kuacha kila tulichokuwa tunakifanya na kuja kushiriki, kuungana katika majonzi haya na kumsindikiza mwenzetu. Ninatoa pole sana kwa familia, pole sana kwa kampuni ya Mati. Kampuni hii kwa kupitia mchango wa Goodluck, hatuna namna yoyote tunaweza kuwatenganisha na wananchi wa mkoa wa Manyara, hususani kwenye maendeleo katika majimbo yetu. Ninatoa salamu zangu, lakini ninatoa pole nilizotumwa na wananchi wa jimbo la Hanang'. Wakati ninakuja hapa, Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Daniel Silo Baran, yeye alikuwa kwenye kiti, ameshindwa kutoka, lakini ametutuma, anatoa salamu za pole, na atakapokuja atakuja nyumbani kuja kutoa salamu zake. Wabunge wote waliokosa nafasi ya kuungana na sisi wa mkoa wa Manyara wanautambua mchango mkubwa wa Goodluck kupitia kampuni ya David Mati Super Brand. Nitoe salamu za Mheshimiwa Waziri wa Uwekezaji, ndugu yetu Kitila Mkumbo. Leo Wizara ya Fedha pamoja na Mipango, wao ndio wanahusika katika wiki hii nzima. Ameomba radhi, alitamani kuwepo hapa, lakini amenituma salamu zake, na ninaamini Bwana David utakuwa umepokea simu yake, na kama haujapokea simu yake kwa sababu alikuwa amekaa kwenye kiti, utazipata pia salamu, lakini mimi nimewasilisha kwa sababu amenituma. Mwenyezi Mungu ampe pumziko jema la milele. Ninafahamu kuna watu wengi wanahitaji kuongea, lakini wapo wabunge wengine wenzetu tumewaacha njiani. Yuko mbunge wa Kakonko, yupo mbunge wa Geita na mikoa mingine wanakuja. Baada ya kusema hayo, tumekuja kuungana, kushirikiana, kumsindikiza mwenzetu. Mchango wake ni mkubwa sana katika taifa hili, mchango wao ni mkubwa sana katika wananchi wetu wa mkoa wa Manyara, hususan jimbo la Hanang'. Mwenyezi Mungu ampe pumziko jema la milele. Ingawaje dhambi makosa yangu, Yesu alinipenda. Asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu viongozi wa dini, viongozi wa chama na serikali, familia ya marehemu kiongozwa na mke na watoto na wazazi, viongozi wa kampuni ya Mati Super Brand Limited ikiongozwa na ndugu yetu MD David Damian Mlokozi, ndugu waombolezaji wenzangu, itifaki nimeizingatia. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye amekuwa akiturehemu sote wakati wote kwa kutujalia afya sisi ambao tuko hai na kuweza kushiriki safari ya mwisho ya ndugu yetu Goodluck Didas Silayo. Nilipokea taarifa ya msiba wa ndugu yetu Goodluck kwa masikitiko makubwa. Kwa niaba ya wananchi
wa jimbo la Babati mjini, kwa niaba yangu binafsi ninatoa pole za dhati kabisa kwa familia ya marehemu. Ninatoa pole ya dhati kabisa kwa kampuni au wafanyakazi wa kampuni ya Yamati Superbrand, mkurugenzi wake mkuu na wafanyakazi wote, kwa kuondokewa na mtu ambaye alikuwa muhimu katika majukumu yao ya kampuni. Lakini nitumie nafasi hii pia kutoa pole za dhati kwa watu wote ambao wameguswa kwa namna moja ama nyingine na msiba huu wa ndugu yetu Goodluck Didace Silayo. Mimi kwa jina naitwa Emmanuel John Hambai, ni mbunge wa jimbo la Babati mjini. Kwa hiyo marehemu Goodluck Didace Silayo ni miongoni mwa wananchi ambao nimekuwa nikiwawakilisha katika jimbo hili. Leo tumekusanyika hapa kwa ajili ya msiba wa ndugu yetu, lakini pamoja na msiba tuko hapa kwa kuenzi yale mazuri yote. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuyaenzi yale mazuri yote ambayo Goodluck aliyafanya akishirikiana na wananchi wa mji huu, lakini pia akiwa ni miongoni mwa wafanyakazi bora wa kampuni ya Yamati Superbrand Limited. Na sisi wananchi wa jimbo la Babati mjini tumekuwa tukishirikiana kwa karibu na kampuni hii kwa kupitia mmiliki wa kampuni ambaye ni David Damian Mlokozi. Tunatambua mchango mkubwa wa Goodluck. Binafsi nitamkumbuka kwa unyenyekevu wake. Nikiwa mwenyekiti wa umoja wa wazazi wa CCM wilaya ya Babati mjini, wakati tunafanya ujenzi wa nyumba, wakati wote tumekuwa tukishirikisha wadau katika kusapoti shughuli hiyo ya maendeleo. Lakini hata tulivyofika tukitaka kuonana na uongozi wa kampuni ya Yamati Superbrand, hususan kumuona mkurugenzi, na mkurugenzi hayupo, sababu bwana, swala lenu nalifikisha kwenye kampuni, lakini bwana, na mimi mchango wangu huu hapa kwa ajili ya kusapoti maendeleo. Hata tulipokuwa tukijenga nyumba ya umoja wa vijana alikadhalika hivyo hivyo. Kwa hiyo sisi ambao ni viongozi tunamkumbuka kwa ushirikiano wake na unyenyekevu wake. Tunatambua ya kwamba kama jamii tumepata pigo kwa kuondokewa na mtu muhimu. Kampuni pia imepata pigo kwa kuondokewa na mtu muhimu, lakini alikadhalika familia. Sina mazuri ya kuyasema ambayo yanaweza yakaponya mioyo ya familia, lakini ninachoweza kusema, Mwenyezi Mungu huvuna shambani kwake kwa wakati ambao yeye anaona ni sahihi, na hakuna ambaye anaweza kumpangia. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha ya Goodluck Didace Silayo, kwa kipindi cha uhai wake, kwa namna ambavyo aliweza kugusa maisha ya kila mtu kwa nafasi yake, kwa wakati wake. Na ndio maana leo tunaona umati huu mkubwa tumeweza kujitokeza kama waombolezaji katika kushiriki safari yake ya mwisho. Lakini kwa familia, niendelee kuombea kwa Mwenyezi Mungu katika hichi kipindi ambacho ni kigumu cha majonzi. Basi Mwenyezi Mungu endelee kuwaimarisha na kukubali kupokea kifo cha Goodluck. Kama nilivyokwisha kutangulia kusema, Mwenyezi Mungu huamua kuvuna kwa wakati wake, na kama maandiko yanavyosema, kila nafsi pia itaonja mauti. Kwa hiyo tunasindikizana. Kwa hiyo tukubali kuacha mioyo, tuendelee kumwombea ili akapate kupumzika. Ndugu waombolezaji, ninatambua ya kwamba watu wametoka katika maeneo tofauti tofauti kwa ajili ya mahusiano. Na hata sasa tunavyoongea, mimi na Mheshimiwa Asia
mbunge wa Hanang' tumetangulia. Vikao vya bunge vimeendelea, viko vinaendelea, lakini mimi kama mwakilishi wa wananchi kwa msiba huu mkubwa na kutambua mchango wa Goodluck pamoja na kampuni yake aliyokuwa akiifanyia kazi, nasema itakuwa pia sio busara tuendelee na shughuli za bunge wakati wananchi wenzangu wako katika uombolezaji. Kwa mimi nikasema nijumuike nanyi katika kuomboleza au kushiriki safari ya mwisho ya ndugu yetu Goodluck Didace Silayo. Ninawashukuru wabunge ambao pia nao wameweza kutoka kwa ajili ya kuendelea kushirikiana. Yuko mbunge anayetoka Kakonko, yuko njiani anakuja. Lakini yuko mbunge wa viti maalumu ambaye anatoka mkoa wa Geita pia yuko njiani anakuja. Lakini kama ambavyo mbunge mwenzangu aliyetangulia kuongea, dadangu Asia Alamga, salamu ziko nyingi za wabunge wenzetu kwa kuendelea kutambua mchango wa kampuni ya Mati Super Brand Limited katika mkoa wetu. Na wao wametoa pole za dhati, akiwepo Dr. Emmanuel Nuasi, mbunge wa Mbulu Vijijini, Mheshimiwa Naibu Waziri Regina Ndege, lakini ndugu yetu na kaka yetu Daniel Barani Silo, Naibu Spika. Hao wote wamesema wao kwa wakati wao watakuja kutoa pole, lakini wako na sisi. Kwa kufikia hapo, niendelee kutoa pole za dhati kwa watu wote, lakini kama mwakilishi wenu niendelee kuahidi ushirikiano wakati wote, na tuendelee kuiombea nchi yetu amani, kwa sababu amani ikiwepo ndio kila kitu. Na tuendelee pia kumwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ili yale ambayo pia ameyakusudia kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania aweze kuyafanya, na basi tupate tabasamu wa Tanzania wote. Zaidi na zaidi tuendelee kuiombea nchi yetu amani wakati wote. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe.